vikao. CCM oyee! Vikao ndio jambo la kwanza kwenye uhai wa jumuiya. Ukitoka swala la vikao, sisi ni wanachama katika jumuiya hii. Ili uwe mwanachama hai, lazima uhakikishe unalipa ada ya wanachama kila mwaka. CCM oyee! Hayo mambo mawili ni mambo ya muhimu sana. Moja, linawahusu wote kwa ujumla, kwa maana ya viongozi, kamati za utekelezaji, lakini hata viongozi kwa maana ya baraza linawahusu pia vikao. Lakini la pili linalofuata ni kuhakikisha ada zetu tunazilipa kwa wakati. Mmenielewa ndugu zangu? Lakini ukitoka hilo, la tatu ni utekelezaji wa majukumu ya sisi kama viongozi. Ukisoma kanuni yetu ya umoja wa wazazi, kila mmoja humu amewekewa mipaka yake ya kufanya kazi. Mwenyekiti ana majukumu yake, katibu ana majukumu yake, mjumbe ana majukumu yake. CCM oyee! Lakini kwa ujumla, kama jumuiya kwa ngazi zote, jumuiya ya wazazi ina majukumu mangapi? Hapo sasa tayari kila mmoja ameshajua majukumu yake. Ngazi inayofuata sasa ni kuyatambua majukumu ya jumuiya. Jumuiya yetu hii ilikabidhiwa na chama kusimamia mambo matano. Jambo la kwanza ni kusimamia elimu. Jambo la pili, kusimamia malezi. Jambo la tatu, kusimamia mazingira. Jambo la nne, kusimamia masuala ya afya. Jambo la tano, kusimamia habari za utamaduni. CCM oyee! Ukiangalia vizuri haya majukumu yote matano, yote yanaihusu jamii. Uongo kweli? Sasa kama majukumu yote matano yanaihusu jamii, maana yake tuna kazi kubwa ya kuyafanya majukumu haya ili jamii yetu ipate unafuu kupitia sisi jumuiya ya wazazi. CCM oyee! Majukumu haya matano tutakapoweza kuyasimamia vizuri, jumuiya ikaweza kuyafanya kwa ukamilifu kwa kushirikiana na jamii, maana yake ni kwamba hata viongozi wetu ambao tunawatuma kwenye ngazi ya dola kutoka kwenye chama chetu, tutawapa unafuu wa kutimiza wajibu wao. Uongo kweli? Na ili tuweze kuyasimamia vizuri majukumu haya, ni lazima twende kwenye vikao. CCM oyee! Vikao ndio mwarobaini wa usimamizi wa majukumu matano, kwamba changamoto zote zinazojitokeza kwenye jamii, zinazohusu elimu, zinazohusu malezi, zinazohusu mazingira, zinazohusu afya, zinazohusu utamaduni, sisi tukizipata tuende nazo kwenye vikao vyetu vya kamati za utekelezaji. Kupitia mtiririko wa vikao ambao umepangwa na chama, vikao vya jumuiya ni mwanzo wa vikao vya chama. Mitasari yetu ya jumuiya, ya vikao vya jumuiya, nakala zingine zinaenda kwenye chama. Uongo kweli? Kamati ya utekelezaji ya tawi kikaa, miongoni mwa wajumbe wa kamati ya utekelezaji, katibu wa chama wa ngazi ya tawi ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya umoja wa wazazi. Kamati ya utekelezaji kikaa, kuna katibu wa chama yuko mle. Nanielewa ndugu zangu? Ataondoka na yale ambayo mmejadili kwenye kamati ya utekelezaji. Mbali na kuondoka nayo, lazima kila kikao kiwe na muhtasari wa yale yaliyojadiliwa na kikao husika. Baada ya kikao, lazima nakala zisambae. Pamoja na kwamba katibu wa chama wa tawi alikuwepo kwenye kikao cha kamati ya utekelezaji, katibu wa tawi wa umoja wa wazazi ana jukumu pia
la kuandika muhtasari, nakala ampe katibu wa chama, nakala nyingine iende ngazi ya juu yake, kwa maana kwa kata, katibu wa wazazi wa kata pate nakala ya vikao vya matawi ya jumuiya yake. Hilo likishamalizika, kama kuna kero mmezijadili zimetokana na wananchi kwenye jamii mnayoishi nayo, kuhusu elimu, kuhusu mazingira, kuhusu malezi, kuhusu afya, kuhusu utamaduni, nakala hizi zitasaidia kuwafahamisha viongozi wa ngazi za juu yenu kujua mlichokijadili. CCM oyee! Sasa wakishajua yale mliyoyajadili, yapo ambayo mtakuwa mmetoa ushauri kwamba tunashauri jambo fulani lifanywe 1, 2, 3. Kumbuka, kwenye vikao vya ngazi ya juu ya jumuiya, kwa mfano, baada ya kamati ya utekelezaji, kwenye vikao vya chama inaanza secretariat, baada ya secretariat inaenda kamati ya siasa. Humo kwenye kamati ya siasa kuna kiongozi ambaye tulimtoa kwenye chama tukampeleka serikalini. Uongo kweli? Anaitwa mwenyekiti wa kijiji, ni mjumbe wa kamati ya siasa kupitia nafasi yake. Kama kuna changamoto mmeziibua huku kwenye jumuiya, nakala mlioipeleka kwenye chama, changamoto zile zitaenda kuingizwa kwenye kamati ya siasa, ambapo mmoja wa wanachama wa Chama cha Mapinduzi yuko mle na ni mwakilishi wa CCM kwenye ngazi ya dola. Atapata fursa ya kuijua hiyo changamoto mlioibua kwa ukaribu zaidi. Watashauriana na wajumbe wenzao wa kamati ya siasa, wataangalia namna sahihi ya kuitatua ile changamoto kabla wananchi wetu hawajaanza kupiga kelele. CCM oyee! Kama changamoto ile ina uzito, maana yake muhtasari wa kamati ya siasa ya tawi na wenyewe utaondoka kwa mtiririko ule ule. Katibu ataandika, akimaliza kuandika atausambaza, ataenda nao mpaka kwenye ngazi ya kata, atampa katibu wa CCM hiyo nakala. Lakini pia katibu wa CCM anapokaa kwenye vikao vyake, hawakosekani viongozi wa jumuiya. Uongo kweli? Kuanzia tawi, makatibu wa jumuiya ni wajumbe wa secretariat, makatibu ni uongo. Kama kuna jambo la jumuiya, wanapaswa kuendelea kumkumbusha katibu ili liingie kwenye vikao vinavyofuata. Lakini ikifika kamati ya siasa, wenye viti wa jumuiya wa ngazi husika ni wajumbe wa kamati za siasa. Uongo kweli? Kama kuna jambo linaihusu jumuiya, wana kazi ya kwenda kukishauri chama kiweze kulichukua kwa uzito wake. CCM oyee! Kwa ujumla tunasema sisi jumuiya ya wazazi ni kama daraja kupitia majukumu mangapi? Yaani kama unapofika kwenye mto, daraja lile unaloliona ambalo linawasaidia watu kuvuka, kwenye mpango wa ushughulikiaji wa majukumu ya jumuiya ya wazazi, jumuiya inageuka kuwa daraja ili wananchi waweze kuvuka salama. Changamoto hizi kadiri zinavyogundulika kwa wakati na kupata majibu mapema kabla wananchi hawajaanza kupiga kelele, tunakisaidia chama, lakini pia tunawasaidia hawa watu wetu tuliowapeleka serikalini. Wanapata fursa ya kuyapata haya matatizo ya wananchi kwa ukaribu zaidi. Kama ni tatizo liko ngazi ya tawi, mwenyekiti wa kijiji yuko kwenye kamati ya siasa, atalibaini mapema kupitia jumuiya ya wazazi. Atatafuta utatuzi kabla wananchi hawajaanza kufanyaje. Likishindikana huko, litapanda ngazi ya kata. Kwenye ngazi ya kata, kamati ya siasa miongoni mwa wajumbe na diwani yupo. Uongo kweli? Limeshindikana kwenye ngazi ya tawi, litahamia kata, atakutana nalo mheshimiwa diwani kupitia vikao vya chama. Lakini imetokea wapi? Kwenye jumuiya. Uongo kweli? Mheshimiwa diwani ataligundua tatizo hilo kabla wananchi hawajaanza kufanyaje. CCM oyee! Litatafutiwa ufumbuzi.